Aisee, mimi kuna jambo hapa bwana limenifikirisha sana na nimekutana nalo kadha wa kadha, nikasema labda ni share na wenzangu. Labda nyinyi hapo kwenye comment section hapo utashare na mimi kama limewahi kukukuta. Inatokea bwana uko na mshikaji nafanya kazi pamoja. Mmeajiriwa aidha kwenye kampuni au mnafanya biashara moja au mishe moja tu ambayo unajua kabisa mwenzangu na mimi tunaingiza kipato sawa. Kama mnaingiza ni milioni, unajua tu hapa tunapokea wote milioni. Kama ni 500,000 hivyo milioni 3, lakini unajua kabisa kipato cha mwenzangu na changu ni sawa. Huku na huku unajua kabisa wewe na wewe umepokea, kama ni hela hizo umeipata wewe na yeye ameipata. Anakuja baadaye anakuelekeza, bwana kuna issue moja, anakuelekeza shida yake. Bwana mimi kuna shida niko nayo hii na hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo nilikuwa naomba niazime 700,000. Sasa naambia kabisa bwana mimi hela yangu bwana ni milioni. Sasa hiyo 700,000 unayo azima. Penye hapa mimi nafikiri ndio niliobakiwa nayo. Mimi mwenyewe nimetumia hela. Sasa tunafanyaje? Anamwambia bwana nisaidie hata hivi, kuna mtu itakiwa ingize hela asubuhi, niongezee na hii hela yangu nifanye kitu fulani. Au kilikuwa kitu fulani kwenye mipango. Kwa naomba nisaidie, naona muda unaenda, mimi nakwama. Unawaza na ni mwanao na unaona kabisa hili jambo tumelifanya ili yani huyu jamaa ni mshikaji wangu wa muda mrefu, haina shida. Basi bwana unaenda kujikoki, unaichukua ile hela yote unampatia. Okay, anashukuru, asante unaondoka. Muda unafika ambao alisema atakurudishia bwana, kama ni jioni unafika jioni. Unampigia simu. Tena sio yeye anapiga simu, unampigia bwana vipi ile issue? Akamwambia bwana yule mtu ambaye nilisema niingizie hela hajaniingizia. Sasa tunafanyaje? Tuendelee kuvumilia. Basi sawa, kesho inapita. Usipopiga wewe yeye ndo apigi kabisa. Unampigia anakuambia bwana yani mwenyewe yani ananihusisha yule mtu, yani hapa sijui hata nifanyaje. Sasa hili jambo linawazisha sana. Hivi yani inakuaje mtu ukamthamini kwa 100% ukatoa kile kidogo ulicho nacho tena chote, lakini yeye kumbe kilikuwa kipengele tu cha kutaka kuichukua ile hela na hana hela mahara na hana hela kurudishia na hana chochote. Na najua kabisa huyu mshikaji wangu na mwenyewe hela ndio hii. Hivi hilo jambo limewahi kukukuta? Yani kama limewahi kukukuta, nafikiri hiyo itakuwa ni funzo tosha kwamba sometime marafiki nitakiwa uishi nao kwa akili sana. Na ili rafiki yako endelee kudumu, epuka sana kumkopesha hela. Kama umeamua kumpa mpe, lakini usimkopeshe. Kumkopesha mshikaji sijajua, ndio maana nimesema tutashare kwenye comment. Labda kuna wengine wakutana na mshikaji ambaye wala wasumbuani, lakini hili jambo ninalolisema mimi manake ni jambo ambalo naona ni halisi kabisa na limenikuta. Ndio maana nikasema tushare kidogo, utaniambia kwenye comment hapo section hapo chini.